Maji, Kasako Media hapa tunazungumza masuala ya tetesi za usajili. Msimu tayari umemalizika, maana yake ni kwamba kuelekea katika dirisha kubwa la usajili, timu zimeanza kujiboresha. Kuna baadhi ya wachezaji ambao wanaachwa, lakini kuna maingizo mapya ambayo yanaingia kwa ajili ya kuboresha vikosi vyao kwa ajili ya msimu ujao 2026-27. Fungameza, mambo vipi? Fresh. Kwema. Mungu ni mwema kweli. Mambo ya tetesi yanaendelea mara baada ya mbilinge za msimu mzima. Tumeona kwa upande wa Simba baadhi ya majina ambayo yanatajwa kwa ukubwa kabisa kwamba kwa lugha nyepesi, lugha ya mtaani, watu wengi wanasema kwamba ndoa yao imefika tamati. Sio ndoa hizi huwa zinafungwa wapi? Ndoa hizi za kusajiliwa. Sawa, mmoja kati ya mchezaji ambaye anatajwa sana kuachwa na Simba ni pamoja na Jibril Kasari ambaye alikuja dirisha dogo, ambaye kimsingi amewasaidia Simba mpaka kufikia kwenye hii hatua ya pili ambao wameishia kwenye ligi kuu, lakini pia kwenye kufika finali na kutoa ubingwa wa FA. Of course unajua, ukijaribu kuangalia hata namna ambavyo Jibril amejiunga na Simba ulikuwa ni kama usajili wa surprise, kwa maana kulikuwa hakuna namna kwa aina ya mashindano ambayo Simba alikuwepo na uhitaji kwa wakati huo. So Simba aliingia sokoni bila kufanya unasema analysis ya kiufundi zaidi, kutaka aina gani ya kipa ambaye anaweza akaenda akawa sehemu ya kikosi. Kwa hiyo wakabidi wachukue mtu ambaye anaweza akapitisha sehemu fulani kwa muda fulani, alafu zeni watafute kilicho bora. Ndio maana tukiangalia mkataba wake haukuwa mkataba muda mrefu, ni mkataba wa miezi 6 peke yake, kwa maana walijua kwamba wanachukua mlinda mlango ambaye wanamjaribu. Of course kwa kile ambacho kionyesha sio kitu kibaya sana, lakini still kwa mahitaji ya Simba na aina ya mlinda mlango ambao Simba wanamtaka, wameona kabisa kwa Jibril Kasari hafiki hivyo vigezo, na kwa bahati mbaya level yake ya ubora haina tofauti sana na walinda mlango wa ndani sana, kwa sababu leo hii ukisema umweke labda Jibril Kasari ukamchukua na Yakubu, unaona hawapishani pakubwa. Sasa kama unakuwa na daraja la Jibril Kasari mlinda mlango wa kigeni zaidi, shali kuna namna ambavyo kama klabu mtakuwa mnapiga step kurudi nyuma. So kwa Simba wenyewe walitambua hilo na ndio maana walimchukua kwa muda mfupi, na hivi sasa kuna taarifa za ndani zinaeleza kwamba huenda wakaachana naye licha ya ubora ambao ameonyesha, sababu ukiangalia kwenye wale walinda mlango ambao walifanya vizuri msimu huu unalikuta pale jina la Jibril Kasari, mlinda mlango ambaye amejiunga katikati ya 50, lakini clean sheet zake zinaonekana. Lakini kwa bahati sasa ukirudi sasa kwenye yengo ya kiufundi utagundua kwamba sometimes unazungumza kuhusu clean sheet inabeba ni timu kwa ujumla wake, sio swala la goalkeeper. Kwa maana huenda ubora wa timu kwa ujumla ndio umesababisha yeye aweze kupata hizo kuto kuruhusu magoli katika michezo mingi. Lakini ukiacha hivyo, ukijaribu kuangalia kuna nafasi ambazo zilipatikana na watu ambao walishuti golini zilikwenda kuonesha udhaifu wake, na ndio maana nasikia hivi sasa Simba ana mpango wa kuachana naye. Yes. Sawa. Mchezaji mwingine ambaye anatajwa ni wengine ambao wanatajwa kwenye hiyo orodha kwenye klabu ya Simba, Nabi Kamara ni moja kati ya usajili wa dirisha kubwa, naye ambaye aliingia hivyo, lakini kuna baadhi ya wadau wa soka ambao wanazungumza hivyo ni kama mchezaji ambaye ameonyesha. Lakini kwa upande wako vipi, Simba kuachana na Nabi Kamara, pengine labda wana mpango wa kuleta aliye bora kuliko Kamara, au kuna namna kwenye hiyo namba angeondoka mwingine na si Kamara? Unajua Kamara anaondoka kwenye kocha Simba sio kama ni mchezaji mbaya. Kwangu mimi ninavyomuona ni sababu za kiufundi. Ukiangalia mifumo ya mwalimu na namna ambavyo timu ilikuwa inacheza, ilikuwa yeye namtoa nje ya falsafa. Kwa hiyo kuna nyakati mchezaji anaweza akawa talent, lakini aina ya mbinu, aina ya selection ya kikosi ambacho mwalimu anaamini kama ni kikosi chake cha ushindi, anaweza yeye akawa anatolewa nje, sio kwa sababu ni mbovu, kwa sababu namna ambavyo timu inacheza hairuhusu kuwa na zaidi na Nabi Kamara ndani, kitu ambacho kinapelekea yeye kukosa hiyo nafasi ya kucheza. Na ukiangalia amekuwa na game time ndogo sana kwenye kikosi cha Simba, japokuwa ukimwangalia nafasi chache ambazo amezipata za kucheza, unamwona ni mchezaji ambaye potential na kipaji kikubwa, aina yake kiuchezaji inavutia ukitazama. Ni maestro kweli kweli, lakini changamoto ni kwamba falsafa ya Simba, namna ambavyo iko Simba inacheza, unaona ilikuwa inamnyima yeye kama nafasi kubwa ya kupata nafasi ya kucheza. So kwa mimi nadhani yes, kwa kile ambacho amekionesha
na ukijaribu kufanya analysis ya msimu mzima unaona ni mchezaji ambaye amepata game time ndogo, kwa sababu timu haitaki mchezaji mwenye kipaji tu peke yake akakaa benchi. Wanataka mchezaji ambaye ana kipaji na talent, lakini pia anasaidia timu kwa maana anapata muda wa kucheza. Yani wewe uwezekano ukawa na kipaji alafu falsafa za mwalimu na nini zinakuweka nje, ukawa nje, tuseme kwamba una mchezaji mzuri, kwa sababu mchezaji mzuri lazima anapata game time ya kucheza mara kwa mara. So ukiangalia kwa Naby Kamara amekosa muda huo, kwangu mimi kuacha kwake sijashangaa, kwa sababu niliona dalili kama mchezaji wa kigeni alafu upate nafasi ya kucheza mara kwa mara mpaka watu wanakusahau, dhahiri shahidi ni ngumu wewe kuona unaendelea kusalia ndani ya kikosi. Sawa. Alassane Maodo Kante namba 6 huyu ambaye naye yupo kwenye hiyo listi, pengine tulimuona alipata nafasi kwa baadhi ya michezo na watu wamekuwa na hisia tofauti. Alassane Kante anastahili kuondoka kwa hiyo namba na pengine Simba kuboresha zaidi kwenye hilo eneo ama kuongezewa mtu? Kuacha kwa Kante sasa, hiyo ni kesi nyingine, kwa sababu Kante alikuwa anapata nafasi ya kucheza na hakuwa anacheza vibaya katika mchezo mingi. Ukimwangalia ana rate nzuri kwenye kukaba, kushambulia, so amekuwa ni mchezaji ambaye amekuwa na wastani wa kuperform vizuri. Nadhani kwa marekebisho na ubora ambao Simba anataka kuongeza msimu ujao, kwa hiyo pale sasa kuna uwezekano wanatafuta mchezaji wa daraja la juu zaidi kuliko Alassane Kante. Kile ambacho amekifanya Kante perfect, ukiangalia muda mwingi amepata, amecheza, amefanya kile ambacho anaweza ukifanya, lakini still Simba wao wenyewe wameona kwamba yes ni mchezaji wa daraja fulani, lakini sisi tunataka tupige hatua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ukiangalia kwa Kante kwa kile ambacho amekifanya ni kitu kizuri, lakini still Simba sasa wanahitaji kupata bora zaidi. Kama ninavyozungumza kuhusu mlinda mlango Djibril Kasali amefanya, lakini Simba wenyewe wanahitaji mtu ambaye anaweza akafanya zaidi ili ku add value katika lile eneo. Kwa hiyo ukiangalia kwa Kante nadhani pia ndani yake ni kwamba ni mchezaji mzuri. Ukiangalia ile ana mapungufu baadhi, kimsingi kila mchezaji anaweza kana mapungufu, lakini mimi ukiniambia ni rate kwa kile ambacho amekifanya msimu mzima kwenye michezo yote, amekuwa na kiwango cha wastani ambacho kinashawishi kumwacha, lakini akishawishi kumwacha. Yani ni mchezaji ambaye ameperform katika level fulani hivi ambayo ukiangalia mbona kama ananisaidia, lakini ukimwangalia hapa natamani pate bora zaidi. Mfano kama leo tunazungumza issue ya Depu. Depu kwa numbers na michezo ambayo amecheza, ukiangalia mbona mchezaji ambaye anastahili kuendelea kubakia Yanga, lakini unaona ukigeuka upande wa pili acha aende, labda achukue mtu mwenye bora zaidi ya Depu. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani kwa Kante ni 50-50. Simba wakimwacha it's okay kwa sababu anataka kwenda ku add value katika ile eneo, lakini kama wataendelea kubaki naye it's okay kwa sababu anaweza akawa pia hata material kutokea bench, anaweza akasaidia timu. Sawa. Kwa eneo la lango pale Musa Pimpin Kamara tumeshuhudia takribani kwa msimu mzima amekuwa nje ya lango, na ndivyo ambavyo aliumia yeye akachukua nafasi ya Yakubu, na Yakubu kuumia ndo akasajiliwa Djibril Kasali na ambaye anatajwa na yeye kuondoka. Maana yake ni kwamba wakati ambapo Yakubu hajarejea, lakini magolikipa pande wawili, maana yake namba 1 na yule aliyekuwa namba 2 kwa maana ya Kasari, wote wanatajwa kuondoka. Simba wanahitaji golikipa mwingine. Si kuondokana tu na Kasari, wanataka kumwacha pia Pimpin, lakini wanataka kusajili golikipa mwingine ambaye pengine atakuja kusaidiana na Yakubu. Of course, na kwa taarifa za ndani waenda mlango wote watatu wanaacha. Kuna Hussein Abel kwa maana ya Kamara pamoja na Kasari. Kwa hiyo mwenye pona yake ni Ayub peke yake. Yakubu Yakubu peke yake kwa kile ambacho amekionyesha. Still anaonekana bado ni mlinda mlango ambaye anaweza akapewa nafasi ya kufanya na ni mzawa lakini pia hata Abel pia mzawa, lakini amekaa muda mrefu ameonekana ameshindwa. Abel hajafanya kazi. Ameshindwa kusaidia taasisi. Kwa hiyo umeona waachane naye. Kwa hiyo ukianganisha Pimpin Kamara, of course Kamara kulikuwa na panda shuka kati yake na uongozi. Alitaka kuna baadhi ya maeneo aongezewe, aboreshewe ikiwemo mshahara na bonus zake, lakini sasa Simba wameshindwa kufikia hiyo level na ameamua kufanya maamuzi magumu. Kamara amepata offer nchini Ufaransa na muda mrefu sana za tushe kuripoti ile swala hapa. Kwa hiki ambacho kinaonekana hivi sasa, kwa sababu mwisho wa msimu sasa ndio tunaanza kuona hizo taarifa kwamba tunaye tena yupo tena. Kwa hiyo kwa sababu ya hizo mbanga, lakini Kamara kulikuwa na huo
uvutani, ikapelekea hatua paka akastopishwa kufanya mazoezi na klabu baada ya kupona. Tukanashuhudia anafanya mazoezi binafsi katika maeneo tofauti tofauti akiendelea kujichua. Nyakati nyingine pia tumeshuhudia akifanyishwa mazoezi na wale walimu wa kodi wa muda mfupi wa kujitegemea kujiweka fiti, kwa sababu kulikuwa na hiyo kwaro kati yake yeye na uongozi wa Simba kipindi ambapo alipopona tu kutaka kurejea uwanjani. So hiki ambacho kinatokea kwa Pimpin Kamara of course ni mlango mzuri, lakini pia katikati alikuwa na mbanga zake, masuala ya kinizamu. Tulishuhudia ile mechi ya finali kulikuwa na mvutano kati yake na nahodha wake Fabrice Luamba Ngoma, kulikuwa na hizo ekaeka katikati, lakini still bado tunapozungumza issue of talent haiwezi kuacha kuzungumza kuhusu Pimpin Kamara, kwa sababu alifika mbali Kamara akawa sasa ametengenezwa ufalme wake ndani ya Simba katika milingoti mitatu. Watu walisahau kuhusu Aishi Manula, wakasahau kuhusu wachezaji wengi walicheza katika hilo eneo kwa muda mrefu kwa mafanikio makubwa, na yeye akatake over, ikafikia hatua tukaanza kufananisha ubora wake na ubora wa Djigui Diarra, ambao yeye kimsingi amekuwa na hiyo consistency msimu baada ya msimu, kitu ambacho ni kizuri na ni kikubwa. Yaani ukimwona mchezaji ambaye anacheza katika eneo la goalkeeper kwa currently hivi sasa anakwenda kufananishwa na Djigui Diarra, jua ni ana kitu kikubwa cha ziada ambacho anacho. Na ukiangalia kwa Pimpin amethibitisha hilo. Ukijaribu kuangalia mafanikio ya Simba kufika finali ya kombe la shirikisho, hauwezi kuacha kuzungumza kuhusu miguu na mikono ya Pimpin Kamara. Kumbuka mchezo dhidi ya Al Hilal Tripoli kina Mabururu walifanya kazi kubwa, walifanya save kubwa sana, ama save nyingi ambazo zilisababisha Simba wake katika nafasi nzuri. So kwangu mimi nadhani kwa Pimpin of course alishindwa kufikia makubaliano na Simba, lakini pia kulikuwa na mgogoro kati yake yeye na viongozi wa Simba, ndio maana ameamua kufanya maamuzi magumu alafu aliyakuwa tayari mkataba wake umeshafikia ukingoni. Sawa kabisa. Jonathan Soa Black Lion, ambaye kimsingi wanasimba walikuwa wanatarajia pengine makubwa kutoka kwake, lakini kwa bahati mbaya hawajaweza kumfaidi, namna ambavyo alitokea kule Singida kwenye timu ya Singida Black Stars, lakini baada ya kuingia klabu ya Simba mambo yametokea ndivyo sivyo mpaka msimu unamalizika. Amecheza mechi takriban 3 kama sikosei. Black Lion tukizungumza kuhusu yeye, tunazungumza kuhusu kama miongoni mwa sajili ambayo ilikuwa inapewa nafasi kubwa kufanya vizuri kwa kile ambacho alikifanya Singida Black Stars, lakini kwa bahati mbaya mipango sio matumizi ndani ya kikosi cha Simba. Kile ambacho watu wengi walikitegemea kutoka kwake imeshindwa kuwa hivyo, na Simba wameopt sasa kuachana naye, na swala lake lilikuwa ni swala very sensitive kwa tuhuma nzito ambazo alikuwa na uhusishwa nazo, kwa maana ya alikuwa anahusishwa na masuala nzima ya kinizamu, kuuza siri ya kambi na kadhalika. Ilikuwa ni ngumu kuona mchezaji ambaye anakutana tuhuma kama hizo kuendelea kusalia. Yani ni issue ambayo ukikutwa nayo kati ya Simba na Yanga wewe huwezi kusurvive, kwa sababu hizo timu ambazo zina mipango na misingi ambayo kimsingi wamejiwekea wenyewe. Kwa hiyo kwa Jonathan Soa it okay, kulikuwa na hizo viashiria vya yeye kutokuendelea na club. Yes. Sawa, Mohamed Bajaber lakini pia naye ni mmoja ya wachezaji ambao walikuwa matumainiwa kwa matumaini makubwa kwa promotion kubwa ambayo ilifanyika kwake, lakini na yeye kwa bahati mbaya majeraha pengine ndio ambayo tunaweza kusema sababu kubwa ambayo imemfanya adumu tu kwa muda mfupi kwa muda msimu mmoja, lakini pasipo kuonesha chochote kile ambacho mashabiki walitegemea. Of course Bajaber naye ni usajili ambao ulikuwa na tabiriwa labda utafanya makubwa kwa talent kubwa ambayo alionyesha katika ligi ya Kenya. So bila watu kujali kwamba intensity ya ligi ya Kenya na Tanzania, bado still watu walikuwa na imani kwamba anaweza akaja akasaidia Simba, na kwa bahati mbaya amefika hapa amekuja akiwa na majeraha, lakini pia hata namna ambavyo anapona majeraha ndani ya muda mfupi anapata naye majeraha. Na unajua kupata jeraha ni swala la sekunde moja. Kupona jeraha ni swala la miezi, wiki, kwa kitu ambacho miaka. Kwa kitu ambacho akajikuta kwamba anapona muda mchache ama anapata jeraha ndani ya muda mchache, lakini kupona anachukua muda mwingi sana, kitu ambacho kinapelekea yeye anaishi maisha ya nje uwanja kwa muda mrefu. Timu kama ya Simba, timu ambayo muda wote inapigania ubingwa, mashindano ya kimataifa, so wanahitaji kuwa na wachezaji mwenye ufiti wa hali ya juu mradi kuendana na kasi ya namna mambo jinsi yalivyo. Nadhani kwa Bajaber ni bad luck kwake, kwa sababu hakupata muda mwingi wa kuonyesha kutokana na majeraha ambayo ameyapata, lakini pia inaonekana pia mazingira labda na intensity ya ligi ya Tanzania imeonekana kwa changamoto labda kwa play style yake ambayo amekuwa akicheza. So kwa Simba kuachana naye ilikuwa lazima. Yaani kuna wachezaji ambao kabla hata msimu hujamalizika ulikuwa ni ngumu kuona nafasi yao kuendelea kusalia kunako league, na kwa bahati mbaya sisi ligi yetu ina idadi ya wachezaji wa kigeni
kigeni, na ukiacha idadi ya wachezaji wa kigeni unaangalia na timu ambayo yupo na kile ambacho amekionyesha. Japokuwa labda ingekuwa katika michezo michache ambayo amecheza kuna ile performance ambayo ameitoa, unasema yes, huyu ni mchezaji. Yaani ile mchezo mchache ambao amepata au dakika chache ambazo amezipata, kuna kitu kikubwa ambacho amekionyesha. Watu wanaweza wakawa na ile hali ya kumvumilia, kusema yes, labda akishapona atatuofa kitu kikubwa. Kwa bahati mbaya hata zile dakika chache ambazo amezipata kucheza, still hakuonesha hiyo standard na daraja la watu kumvumilia akiwa katika majeraha. So kwangu mimi nadhani kulikuwa na hiyo ishara ya yeye kutokuendelea kusalia kunako kikosi cha Simba. So kwa wachezaji hao ambao tumewazungumzia fungameza, hii idadi ya wachezaji ama hii listi ambayo tumeizungumzia hapa, ni pengine tunaweza kusema kama wanaondoka Simba wanaweza kufanya usajili ambao pengine wanaweza kuwa na matumaini makubwa msimu ujao, ama kwa tafsiri yake Simba wanaweza kuwa na project nyingine mpya ya malengo tofauti ya msimu ujao. Of course Simba ukiacha hivyo, Simba pia kuna wachezaji wengi wanaweza kaachwa. Au nazungumza ni wachezaji wa kigeni, lakini pia kuna wachezaji wa ndani pia wataachwa. Kwa hiyo kuna namna ambavyo timu inataka itengenezwe upya. Unajua msimu ujao mimi naona ni msimu ambao utakuwa na ushindani mkubwa. Kwa hiyo kila timu inataka ijiweke ikiwa bora zaidi, kwa sababu ndio unazungumza kuhusu Anseti Oula, anahusishwa huenda akaondoka kwenye kikosi cha Simba kwenye dirisha hili la usajili. So kuna vitu vingi ambavyo hivi sasa vinaendelea. Kwa hiyo issue ya kutengeneza timu, yes, kuna kila dalili na ishara ambazo zinaonyesha kwamba kuna kitu ambacho Simba anataka kukitengeneza kuelekea msimu ujao, na lengo lao kubwa ni kwenda kutake over katika ligi kuu, lakini pia kwenda kutetea bingwa wao CRDB ambao msimu huu umeuchukua, na sio kazi rahisi, lakini pia kurudia record ambazo walizifanya misimu ya nyuma, kwa maana kufika kuanzia robo finali na kuendelea ligi ya mabingwa barani Afrika. So lazima uone wachezaji wenye ubora na daraja fulani ili waweze kukufikisha katika ile nchi ya ahadi ambayo wewe unatamani kufika. Shukrani. Asante.